Hihu kati ya Kim Jong-un, kiongozi wa Korea Kaskazini, na binti yake liliteka umakini wakati wa maonyesho ya kijeshi huko Pyeongtaek. Katika ufalme wa siri na madaraka ya Korea Kaskazini, kuna hadithi isiyojulikana sana. Katikati ya njama za kisiasa na uvumi wa kimataifa, kuna sura iliyofunikwa na siri. Kim Jong-un anajulikana ulimwenguni kote kwa mbabe wa mpira wa kikapu Dennis Rodman. Mnamo 2013 amekuwa akionekana muhimu sana nchini Korea Kaskazini. Tangu kufanya kwanza mwaka 2022, mara nyingi huonekana akifuatana na baba yake katika matukio mbalimbali na kuzua uvumi kuhusu uwezekano wake kama kiongozi wa baadaye wa nchi. Katika video hii nitaonyesha maisha ya siri ya binti ya Kim Jong-un. Fahamu Kim Jong-un. Ukuu wa Kim ni ukuu wa vizazi vitatu ambao umetawala Korea Kaskazini tangu kuanzishwa kwake. Kila kitu kilianza na Kim Il-sung, mwanzilishi wa nchi na kiongozi wake wa kwanza. Mwanawe Kim Jong-il alimfuata na kutawala kwa miaka mingi hadi kifo chake mnamo 2008. Na sasa tuna Kim Jong-un, kiongozi wa sasa wa juu, ambaye alipata madaraka mwaka huo huo. Kim Jong-un mwenye miaka 42 amekuwa akipambana na uvumi mbalimbali kuhusu afya yake, lakini habari zinazotoka Korea Kaskazini ni ngumu kuthibitisha. Walakini, jambo moja ni dhahiri. Tangu mwishoni mwa 2022, Kim Jong-un amejihusisha sana na binti yake mdogo Kim Jong-un katika matukio rasmi akiwa na umri wa miaka 9 tu. Nchini Korea Kaskazini, kuwapo kwa jamaa kwenye matukio kawaida inachukuliwa kama ishara ya urithi. Kwa kumshirikisha Kim Jong-un katika matukio kama hayo, Kim Jong-un anaweka wazi kwa ulimwengu kwamba anaweza kucheza jukumu muhimu katika uongozi wa baadaye wa nchi. Ingawa ni vigumu kudai kwa uhakika ikiwa atakuwa kiongozi anayefuata, ushiriki wake katika matukio muhimu unaonyesha kuwa anajiandaa kuchukua nafasi hiyo. Uwepo wa Kim Jong-un katika matukio hayo si tu ni ishara, bali pia ni mkakati. Katika nchi yenye siri kubwa kama Korea Kaskazini, kila kitendo na maonekano yanapangwa kwa umakini ili kufikisha ujumbe maalum wa utulivu na uendelezi wa ukuu wa Kim. Uwepo wake wa umma umewavutia watu kimataifa na kuchochea dhana za uwezekano wa jukumu la baadaye kama kiongozi wa nchi. Kim ni mtu wa kipekee mwenye shauku kubwa kuhusu mpira wa kikapu na anania ya kukuza imani na uelewano kupitia michezo na mabadilishano ya kitamaduni. Kufichuliwa na Dennis Rodman kuhusu Kim Jong-un kulivuta tahadhari ya kimataifa na kufunua kidogo kuhusu maisha ya faragha ya familia ya Kim, ambayo inajulikana kwa siri yake. Hata hivyo, kulikuwa na mjadala kuhusu usahihi wa jina la Kim Jong-un. Kulingana na ripoti ya Business Insider, jasusi wa zamani wa Korea Kusini alidai kwamba Rodman alikosea jina la mtoto huyo wakati wa mahojiano na The Guardian. Kulingana na chanzo hicho, labda jina lake ni Yeonju, na utata ulisababishwa na mkanganyiko kati ya Kim Jong-un na Rodman. Na kwa upande mwingine, redio ya Asia Huria ilitangaza kuwa watu wanaoitwa juu Korea Kaskazini walikuwa wakilazimishwa kubadili majina yao, ikionyesha kuwa jina halisi lililofichuliwa na Rodman linaweza kuwa sahihi. Bila kujali tofauti kuhusu jina, kufichuliwa kwa uwepo wa Kim Jong-un kulikuwa ni wakati muhimu katika historia ya nchi hiyo. Ilikuwa ni tukio adimu ambapo ulimwengu ulipata kuchunguza kizazi kifutacho cha ukoo wa Kim. Tangu wakati huo, Kim Jong-un amekuwa ni kiongozi maarufu, mara kwa mara akiandamana na baba yake katika matukio mbalimbali. Uwepo wake umeweka dhana za uwezekano wa jukumu la baadaye kama kiongozi wa Korea Kaskazini. Ingawa inaaminiwa kuwa Kim Jong-un ana watoto wengine wawili, hawajawahi kuletwa duniani kama Kim Jong-un. Tetesi zinaonyesha kwamba mmoja wao anaweza kuwa na ulemavu fulani, jambo ambalo linathibitisha zaidi uwezo wa Kim Jong-un kama mrithi mteule. Uhusiano na Dennis Rodman haukufunua tu uwepo wa Kim Jong-un, bali pia ulilenga urafiki wa kipekee kati ya Rodman na Kim Jong-un.
Urafiki wao wa ajabu ulishambuliwa na kulani wa kimataifa, ikizingatiwa hali tete ya kisiasa ya nchi hiyo. Lakini licha ya utata huo, uhusiano na Dennis Rodman bado ni sehemu muhimu ya hadithi ya Kim Jua. Inaonyesha mizunguko isiyotarajiwa inaweza kutokea katika ulimwengu wa diplomasia ya kimataifa na mahusiano ya kibinafsi. Hata hivyo, Kim Jua si peke yake katika madai yake ya kutawala. Mwanamke mwingine anayeonekana na baadhi kama mwenye nguvu zaidi au hatari zaidi kaskazini mwa Korea ni Kim Yo Jong. Kupitia miaka, Kim Yo Jong amethibitisha kuwa kweli ni binti wa nasaba ya Kim na Princess Mwekundu wa Korea Kaskazini. Alizaliwa mnamo tarehe 26 Septemba 1987 huko Pyongyang, Korea Kaskazini. Kim Yo Jong ni binti mdogo wa kiongozi marehemu Kim Jong-il na mkewe Ko Young-hui. Akikuwa katika ulimwengu wa siri wa familia ya Kim, Kim Yo Jong alipitisha sehemu kubwa ya utoto wake nyumbani kwa mama yake pamoja na ndugu zake. Walakini, maisha yake yalichukua mkondo usiotarajiwa wakati kati ya 1997 na Desemba 2007 alitumwa kusoma nje ya nchi huko Berna, Uswisi. Wakati wa kuwepo kwake huko, alihudhuria shule ya umma ya Liebfeld Steinholzli akitumia jina bandia la Park Mi-hyang. Uzoefu huu ulimpa uhusiano wa karibu na kaka yake mkubwa, Kim Jong-un, ambaye pia alikuwa anasoma Uswisi wakati huo. Baada ya kurudi Pyongyang, Kim Yo Jong aliendelea na masomo yake katika chuo kikuu cha Kim Il Sung, ambapo alihitimu katika sayansi ya kompyuta. Mafanikio yake ya kitaaluma yaliongeza akili yake na kujitolea kufungua njia kwa hatma yake ya kisiasa ya baadaye. Ingawa utoto wake kwa mara ya kwanza unaweza kuonekana wa kawaida, ni muhimu kutaja hali maalum ambazo Kim Yo Jong alikuwa amejikuta. Kama mwanachama wa familia ya Kim, alifunzwa tangu utotoni kuhusu jinsi serikali ya Korea Kaskazini inavyofanya kazi. Malezi haya yalibadiliana kimtazamo wake na kumwanda tayari kwa changamoto za kisiasa ambazo angekabiliana nazo baadaye. Safari ya kisiasa ya Kim Yo Jong ilianza mwaka 2007 alipoteuliwa kama mwanachama wa vijana wa chama cha wafanyakazi wa Korea, WPK. Wakati huo inasemekana kuwa alifanya kazi chini ya mwongozo wa baba yake, Kim Jong-il, au bibi yake, Kim Kyung-hui, wote waliokuwa na nyadhifa muhimu ndani ya chama. Muda wa miaka, Kim Yo Jong alicheza jukumu muhimu katika kampeni ya kurithi baada ya baba yake. Alitolea muda wake na mwili kwa kamati ya ulinzi wa taifa na katika idara binafsi ya baba yake, akichangia kwa mabadiliko ya madaraka kutoka kwa baba yake kwenda kwa nduguye, Kim Jong-un. Upendo wake na uaminifu wake haukupuzwa. Mwezi Machi 2009, Kim Yo Jong alijiunga na kikundi cha washauri wa karibu na viwewe wa familia waliokuwa wakimsindikiza baba yake katika matukio ya umma. Ingawa uwepo wake ulikuwa wa kawaida mwanzoni, hatua kwa hatua akaanza kuvutia umakini mkubwa. Septemba mwaka 2007 alipotambuliwa kati ya washiriki wa mkutano watatu wa WPK. Mazungumzo ya awali yasiyojulikana ya Kim Yo Jong yalianza hatua kwa hatua kutambulika kwa umma. Mwezi Desemba 2011, wakati wa maziko ya Kim Jong-il, alionekana kando ya nduguye Kim Jong-un akiwaongoza viongozi wa juu wa chama kutoa heshima kwa jeneza la baba yake. Kipindi hiki kilimaanisha hatua muhimu katika kufika kwake kwenye umaarufu ndani ya serikali ya Korea Kaskazini. Katika miaka iliyofuata, jukumu la Kim Yo Jong ndani ya chama liliendelea kukua. Mwezi Machi 2014, alipata kumbukumbu yake ya kwanza rasmi katika vyombo vya habari vya serikali akimsindikiza ndugu yake kupiga kura kwa bunge la watu. Aliyeteuliwa kama afisa matendaji mwandamizi wa kamati kuu ya chama cha wafanyakazi wa Korea, akithibitisha zaidi nafasi yake kwenye safu za chama. Hadi Oktoba 2014, Kim Yo Jong alichukua majukumu ya kaka yake wakati wa matibabu yake ya matibabu.
Umuhimu wake uliongezeka zaidi alipoteuliwa kuwa naibu wa kwanza wa idara ya propaganda na uchochezi wa chama mwezi uliofuata. Nafasi hii ilimruhusu Kim Yo-jong kucheza jukumu muhimu katika uundaji wa hadithi kuhusu uongozi wa kaka yake na katika kuendeleza ibada ya kibinafsi kuzunguka familia ya Kim. Usanisi wa Kim Yo-jong katika utawala wa Korea Kaskazini uliendelea kukua, na mnamo Oktoba 2007 alikuwa mwanachama msaidizi wa Politburo, akiwa mwanamke wa pili tu kutajwa kwenye chombo hicho cha kufanya maamuzi. Kulikuwa na uvumi kwamba kupanda kwake kwenye nafasi ya ngazi ya juu ilionyesha jukumu lake lililowezekana kama mrithi wa Kim Jong-un. Kama kiongozi muhimu katika chama cha wafanyakazi wa Korea, Kim Yo-jong alikuwa muhimu katika kuimarisha nguvu ya kaka yake na utekelezaji wa miradi ya ibada kwa kusisitiza zaidi ibada yake ya kibinafsi. Anamfuata mara kwa mara katika safari zake za kukagua, akithibitisha nafasi yake kama mshauri wa kuaminika na wa karibu. Ingenzia ya Kim Yo-jong inavuka mipaka ya Korea Kaskazini. Katika miaka ya hivi karibuni, amechukua jukumu la mjumbe maalum, akimwakilisha Kim Jong-un katika mazungumzo ya kidiplomasia na nchi zingine. Moja ya ushiriki wake mzuri kabisa ulikuwa wakati wa michezo ya Olimpiki ya majira ya baridi ya 2018 iliyofanyika Pyeongchang, Korea Kusini. Kihistoria, Kim Yo-jong alihudhuria sherehe ya ufunguzi, akawa mwanachama wa kwanza wa ukuu wa Kim kufika Korea Kusini tangu vita vya Korea. Uwepo wake kwenye tukio ulivutia mawazo makubwa kimataifa na kuashiria upungufu wa uwezekano katika mvutano wa Korea. Wakati wa kukaa kwake, Kim Yo-jong alikutana na rais wa Korea Kusini, Moon Jae-in, na kumkabidhi barua ya kibinafsi iliyoandikwa na Kim Jong-un. Mkutano huu na mazungumzo ya baadaye kati ya viongozi hawa wawili yalitazamwa kama maendeleo muhimu kuelekea upatanishi kati ya Korea Kaskazini na Korea Kusini. Jukumu la Kim Yo-jong kama mjumbe maalum liliendelea katika matukio ya kidiplomasia ya baadaye, akishiriki katika timu ya nduguye wakati wa mkutano wa Korea Kaskazini Marekani Singapura wa 2018 na mkutano wa Korea Kaskazini Marekani Hanoi wa 2019. Ushirikiano wake katika mazungumzo ya kiwango cha juu ulionyesha ushawishi wake unaokuwa na imani iliyowekwa ndani yake na Kim Jong-un. Mbali na kushiriki katika mikutano maalum, Kim Yo-jong alitoa taarifa rasmi kwa niaba ya chama cha wafanyakazi wa Korea. Mwezi Machi 2020, alitoa taarifa katika jukumu lake kama naibu mkurugenzi wa kwanza wa idara ya chama. Taarifa hizi zinaonyesha jukumu lake linaloongezeka katika uundaji wa sera za kigeni za Korea Kaskazini na uwezo wake wa kuwasilisha misimamo ya utawala kwa jamii ya kimataifa. Mazungumzo ya kidiplomasia ya Kim Yo-jong hayajakosa utata. Mwezi Januari 2017, aliorodheshwa kwenye orodha ya raia waliochaguliwa maalum na idara ya hazina ya Marekani kufuatia madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Korea Kaskazini. Orodha hii iliendeleza ushiriki wake katika shughuli za utawala na wasiwasi wa jamii ya kimataifa kuhusu hali ya haki za binadamu nchini. Ingawa baadhi wanachukulia jukumu la kidiplomasia la Kim Yo-jong kuwa ishara ya marekebisho na uwazi, wengine bado wanabakia na shaka kutokana na uhusiano wake na utawala uliojulikana kwa sera za ukandamizaji. Hata hivyo, uwepo wake katika jukwaa la kimataifa umefanya bila shaka kuongeza umaarufu wa Korea Kaskazini na kuibua maswali kuhusu siku zao za usoni. Mwaka wa 2017, janga lilifanyika na kifo cha Kim, ambaye akiwa na miaka 27 alitwaa cheo cha kiongozi mkuu, akawa kizazi cha tatu katika familia yake kushikilia nafasi hiyo. Kuinuliwa kwake kulizua mchanganyiko wa mshangao na wasiwasi katika jamii ya kimataifa, ambayo ilijiuliza aina gani ya kiongozi angeweza kuwa. Tangu wakati huo, alitawala kwa mkono wa nguvu,
akilinda urithi wa kukandamiza wa familia yake kwa kuimarisha udhibiti juu ya nchi, kuzuia uhuru wa raia na kudumisha udhibiti imara wa madaraka. Serikali yake ilijulikana kwa ukiukaji wa haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na ukandamizaji wa kisiasa, kambi za kufanya kazi kwa kulazimishwa na udhibiti wa habari. Licha ya umri wake mdogo na uzoefu mdogo, Kim alithibitisha haraka mamlaka yake huko Korea Kaskazini, akitegemea msaada wa jeshi na wanachama muhimu wa tabaka tawala kudumisha udhibiti. Kwa kudumisha uhusiano wa karibu na China, serikali yake ilitegemea msaada wa kiuchumi na kisiasa ili kudumisha uchumi dhaifu wa nchi. Alipojitangaza kuwa kiongozi mkuu, Kim Jong-un alichukua hatua haraka kusimamisha madaraka yake na kuimarisha mamlaka yake juu ya nchi. Serikali yake imekuwa ikikumbwa na uhusiano wenye mabalaa na Marekani, ikiwa ni pamoja na tuhuma za pamoja na mazungumzo ya hatari ambayo yamewavutia watu kimataifa. Tangu mwanzo, Kim alifanya wazi kwamba hangejiondoa nyuma katika mizozo, akidai Marekani kuwa adui mkubwa wa Korea Kaskazini na kuahidi kulinda nchi yake dhidi ya tishio lolote lililopatikana. Msimamo huu wa vitisho ulijenga njia kwa ajili ya matukio ambayo yangesababisha uongozi wake. Moja ya matukio maarufu zaidi ya uhusiano wa Kim na Marekani ilikuwa mikutano yake na Rais Donald Trump. Hizi mikutano ya kihistoria iliyovutia ulimwengu mzima na kuibua matumaini ya kupunguzwa kwa mvutano wa muda mrefu kati ya nchi hizi mbili. Mkutano wa kwanza uliofanyika Singapore mwaka wa 2018 ulikuwa ukitazamwa kwa hamu kubwa, ukikutanisha viongozi wawili wanajulikana kwa kutokuwa na uhakika. Wakati wa mkutano, Kim na Trump walijadili moja kwa moja, wakijadili masuala kama kuondoa silaha za nyuklia na kupumzika kwa vikwazo vya kiuchumi. Dunia ilishuhudia wakati viongozi hao walipokuwa wakibadilishana salamu na kufanya ahadi za enzi mpya ya ushirikiano. Hata hivyo, matokeo ya mkutano hayakuambatana na matarajio, bila makubaliano ya maana kufikiwa. Licha ya ukosefu wa maendeleo, Kim na Trump walibakia na uhusiano wa kirafiki, wakibadilishana barua na kuonyesha heshima ya pamoja. Mkutano wa pili uliofanyika Hanoi mwaka 2010 ulilenga kuendeleza kasi ya mkutano wa kwanza, walakini tena mazungumzo yalimalizika bila makubaliano, yakileta maswali kuhusu uaminifu wa ahadi ya Kim kuhusu kuondoa silaha za nyuklia. Katika mwingiliano wake na Marekani, Kim alionyesha uelewa wa kina wa diplomasia na mikakati ya mazungumzo. Alitumia vitisho vya silaha za nyuklia kama zana ya mazungumzo, akichukua mkakati wa mchezo wa hatari ili kupata ustupu kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Njia hii iliweka dunia kusubiri, ikihofi hatari ya mgogoro wa nyuklia. Mbali na uhusiano wake na Marekani, Kim ameendelea kuwa na muungano imara na China, na nchi hizo mbili zina historia ngumu, huku China ikiwapatia Korea Kaskazini msaada muhimu wa kiuchumi na kisiasa. Ushirikiano huu umemruhusu Kim kusonga mbele kwenye jukwaa la kimataifa kwa ujasiri, akijua ana mshirika hodari upande wake. Hata kufuatia mvutano na mazungumzo yaliyoshindwa, udhibiti wa Kim juu ya madaraka unaendelea kuwa imara ndani ya Korea Kaskazini. Anaendelea kuzima upinzani na kudumisha mamlaka juu ya vyombo vya habari na njia za mawasiliano. Utawala wake umekumbwa na ukiukwaji wa haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na ripoti za ukandamizaji wa kisiasa, kambi za kazi za kulazimishwa na ukandamizaji. Mazushi kuhusu afya ya Kim Jong-un na utulivu wa utawala umewaamsha na wasiwasi unaoendelea. Tabia ya siri ya serikali ya Korea Kaskazini pamoja na habari zinazopatikana imesababisha mfululizo wa uvumi na nadharia kuhusu ustawi wa Kim na mustakabali wa nchi. Mwaka wa 2023 kupoteza uzito kwa Kim kulizua tahadhari miongoni mwa wa Korea Kaskazini na jumuiya ya kimataifa. Wengi wamemwelezea kama mwenye unene mdogo,
wakileta maswali kuhusu afya yake na utulivu wa utawala. Mabadiliko ghafla kwenye muonekano wake yametia chumvi uvumi kuhusu matatizo ya afya yanayoweza kuwepo chini ya uso, ikiwa ni pamoja na ripoti za upasuaji wa moyo. Walakini, ripoti hizo hazijathibitishwa kwa vile utawala unadhibiti vikali habari kuhusu viongozi wake. Kutokuwa na uhakika kuhusu afya yake kumechochea mijadala kuhusu mpango wa urithi nchini Korea Kaskazini. Akiwa kiongozi wa utawala wa kifalme, swali la nani atachukua madaraka baada ya Kim ni muhimu sana. Mwezi wa Novemba mwaka wa 2022, Kim alimtambulisha binti yake Kim Jua kwa umma, kuzua spekuli kuhusu jukumu lake la baadaye la iwezekanavyo nchini. Kitendo hiki kiliongeza safu moja ya kutokuwa na uhakika kwenye mifumo ya siasa tayari yenye utata nchini Korea Kaskazini. Mwezi wa Februari mwaka wa 2023, Kim alitoweka machoni mwa umma kwa siku 34, kuzidisha uvumi kuhusu afya yake. Kutoweka ghafla kwa kiongozi wakuu kulizua wasiwasi kuhusu utulivu wa utawala na migogoro ya madaraka inayoweza kutokea wakati wa kutokuwepo kwake. Walakini baadaye Kim alijitokeza akisisitiza nchi yake ijiandae kwa vita. Kurudi kwake kulifuatiwa na maonyesho ya kijeshi ambayo yalionyesha idadi kubwa zaidi ya makombora ya masafa marefu ICBMs kuwahi kuonekana Korea Kaskazini, katika onyesho la nguvu lililowashawishi jumuiya ya kimataifa. Majaribio makali ya makombora na kuonyesha uwezo wa kijeshi yameongeza wasiwasi ulimwenguni kuhusu nia za Korea Kaskazini. Jumuiya ya kimataifa inachunguza kwa karibu matukio haya, ikizingatia kuwa maslahi ya utawala katika silaha za nyuklia ni kitisho kikubwa kwa usalama wa kikanda na ulimwengu. Tabia ya siri ya utawala pamoja na upungufu wa taarifa zilizopo inaruhusu kusambaa kwa uvumi na dhana. Dunia inasubiri kwa hamu mwendelezo wa matukio, ikijua kwamba mabadiliko yoyote muhimu katika uongozi wa Korea Kaskazini yanaweza kuwa na athari za muda mrefu. Katika taifa la siri na lenye kujitenga la Korea Kaskazini, mamlaka imekuwa ikishikiliwa kikamilifu na familia ya Kim kwa vizazi kadhaa. Ukuu wa Kim ulianza na baba wa taifa, Kim Il-sung, baada ya vita vikuu vya pili vya dunia. Aliyezaliwa mwaka 1900, Kim Il-sung alikuwa mapiganaji wa kundi la wasi ambaye alipigana dhidi ya ukoloni wa Kijapani nchini Korea na baadaye kuungana na Umoja wa Kisovieti wakati wa vita vikuu vya pili vya dunia. Baada ya mgogoro huo, Kim Il-sung alithibitisha mamlaka yake juu ya eneo ambalo baadaye litakuwa Korea Kaskazini. Mwaka 1940 alikuwa rasmi kiongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Korea iliyoundwa hivi karibuni. Ingawa aliteuliwa rais mwaka 1972, tangu kuanzishwa kwa nchi, Kim Il-sung alikuwa na udhibiti halisi kama waziri mkuu. Ingawa idadi kamili ya wake na watoto wake inabakia kuwa ya kutatanisha kutokana na siri ya utawala, inaaminika kuwa alikuwa na watoto wawili, ikiwa ni pamoja na Kim Jong-il na mke wake wa kwanza Kim Jong-suk, na watoto wengine watatu na mke wake wa pili Kim Song-ae. Kuna uvumi kuhusu uwezekano wa Kim Il-sung kuwa na watoto wengine kutokana na mahusiano nje ya ndoa. Baada ya kifo cha Kim Il-sung mwaka 1994, mwanawe Kim Jong-il alichukua uongozi, akijulikana kwa tabia yake ya kuwa mbali na watu. Kim Jong-il aliongoza Korea Kaskazini kwa mkono wa chuma hadi kifo chake mwenyewe mwaka 2000. Wakati wa utawala wake, alisisitiza ibada ya parsia ya familia na kutekeleza sera ya Songun, ikipendelea utawala wa kijeshi kuliko maeneo mengine ya jamii. Ingawa inaaminiwa kwamba hakuwa na uzoefu wa kijeshi hapo awali, picha nadra zinaonyesha hisia fulani kutoka kwa kiongozi mpya. Baada ya kifo cha Kim Jong-il, mwana wake mdogo Kim Jong-un alichukua uongozi.
Kim Jong-un amekuwa kiongozi mashuhuri kimataifa kutokana na majaribio yake ya makombora na mizozo ya polepole na viongozi wa dunia, hasa Rais Donald Trump. Ingawa ni uso wa umma wa Korea Kaskazini, habari kuhusu familia yake inabakia kuwa ya kutatanisha, kama ilivyokuwa kwa babake na babu yake ambao walishikilia maelezo muhimu kuhusu familia zao mbali na macho ya umma. Uraraka nchini Korea Kaskazini ni swala nyeti, ikizingatiwa kutokuwa na uhakika kuhusu nani anaweza kuchukua uongozi iwapo kitatokea kitu kwa Kim Jong-un. Kutokuwepo kwa mrithi dhahiri kunatoa changamoto kwa ukuu wa uongozi wa nchi, huku spishi zikiongezeka kuhusu afya ya kiongozi wa Korea Kaskazini. Maswali yanatokea kuhusu nani anaweza kuchukua mahali pake iwapo atafariki dunia. Kati ya warithi wanaowezekana, moja anayetambulika ni Kim Jong-chol, kaka mkubwa wa Kim Jong-un, na labda wanawe wawili. Hata hivyo, ni dhahiri kwamba yeyote kati yao hatachaguliwa kuwa kiongozi. Kim Jong-chol, ingawa alitazamwa kama mrithi wa uwezekano wa babake Kim Jong-il, aliondolewa kwa sababu ya wasiwasi kuhusu uwezo wake, hata akielezewa kama mwanamke katika baadhi ya ripoti, hivyo kufanya urithi wa baadaye kuwa wa kutatanisha. Kiongozi mwingine aliyejadiliwa kama mrithi ni Kim Jong-nam, nusu ndugu wa Kim Jong-un, lakini maisha yake yaliondoshwa ghafla mwezi wa Februari 2017 alipokuwa mhanga wa mpango wa kifo wa kisasa. Mwisho wake wa kusikitisha, uliodaiwa kufanywa na mawakala wa Korea Kaskazini, ulileta maswali kuhusu utulivu wa utawala na tishio linalowezekana kwa serikali ya Kim Jong-un. Katika mazingira ya kutokuwa na uhakika, umakini umegeukia dada mdogo wa Kim Jong-un, Kim Yo-jong, ambaye ameibuka kama kiongozi muhimu katika familia na akapewa cheo cha mwanamke mwenye nguvu zaidi nchini Korea Kaskazini. Mwaka wa 2012, Kim Jong-un alimteua kuwa kiongozi wa idara ya matangazo ya chama cha wafanyakazi cha Korea, akisimamisha nafasi yake katika utawala. Kim Yo-jong amewakilisha utawala katika matukio mbalimbali ya kimataifa kama vile michezo ya Olimpiki ya majira ya baridi ya 2018 huko Pyeongchang, Korea Kusini, akizua uvumi kuhusu uwezekano wa kumrithi. Hata hivyo, bado haijulikani kama Korea Kaskazini ingekubali kiongozi wa kike, kwani nchi hiyo kihistoria imekuwa ikiongozwa na wanaume. Kuwepo kwa watoto wa Kim Jong-un pia kunachanganya swala la urithi. Ingawa serikali ya Korea Kaskazini haijathibitisha rasmi watoto wake, taarifa kutoka kwenye idara ya upelelezi ya Korea Kusini inapendekeza kuwa Kim Jong-un ana watoto watatu, akiwemo mtoto mkubwa wa kiume. Hata hivyo, kutokana na umri wao mdogo na siri inayozunguka maisha yao, ni jambo lisilowezekana kuwa watachukuliwa mara moja kuchukua udhibiti wa nchi. Taarifa pekee inayopatikana kuhusu watoto wa Kim Jong-un ilitolewa na mchezaji wa mpira wa kikapu wa Marekani, Dennis Rodman, ambaye alidai kumshikilia binti mdogo wa Kim, Ju-ae. Hata hivyo, ukweli wa taarifa hizi bado haujulikani. Ugomvi wa uwezekano wa madaraka nchini Korea Kaskazini unaweza kuwa na athari kubwa si tu kwa nchi hiyo, bali pia kwa dunia nzima. Kutokuwepo kwa mrithi wazi wa Kim Jong-un kunaleta wasiwasi kuhusu utulivu na uendelezo wa utawala. Tutachunguza athari inayowezekana ya ugomvi wa madaraka nchini Korea Kaskazini. Ndani, mzozo wa nguvu unaweza kusababisha kutetereka kisiasa na uhasama kati ya matabaka ya serikali. Vikundi tofauti vinaweza kupigania udhibiti, jambo ambalo linaweza kusababisha mizozo na hata vurugu. Hali hii inaweza kuathiri utendaji wa serikali na kusababisha pengo la mamlaka, ikiacha nchi ikiwa dhaifu kwa ushawishi wa nje. Jeshi la Korea Kaskazini, nguzo muhimu ya utawala, linaweza kuchukua jukumu muhimu katika mzozo wa namna hiyo wa nguvu. Vikundi mbalimbali vinaweza kutafuta msaada wa kijeshi, hali ambayo inaweza kusababisha magawanyiko ndani ya vikosi vya kijeshi.
Uaminifu wa jeshi kwa kikundi fulani unaweza kuwa muhimu katika matokeo ya mzozo wa nguvu. Kutetereka kwa Korea Kaskazini kunaweza kusababisha matokeo makubwa kwa mataifa jirani na jamii ya kimataifa. Uwezekano wa pengo la mamlaka au kuporomoka kwa utawala unaweka wasiwasi juu ya udhibiti na usalama wa silaha za nyuklia za Korea Kaskazini na mali nyingine za kijeshi. Hii inaweza kuwa tishio kubwa kwa utulivu wa kikanda. Tumefikia mwisho wa video hii. Kwa video zaidi kama hii, bonyeza kwenye kadi kwenye skrini yako.